Kristo. Kwa hiyo sasa akitokea, atatokea kwa ishara nyingi katika miaka hii 3.5 ya kwanza. Unaona, hapo sasa ndipo tunapoingia katika Biblia, tunakuta kuna haya mateso ya mihuri 7 kuanza baadhi yake, kuanza baadhi yake, mateso ya mihuri 7 katika kipindi na nusu kile cha kwanza. Maana Biblia inasema kwamba anaonekana kama farasi katika ule Ufunuo sura ya 6 mstari wa 2, anasema nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anauta, akapewa taji, naye akatoka ili ali akishinda tena apate kushinda. Katika ile miaka 3.5 ya kwanza, maana ile dhiki kuu itakuwa ni ya miaka 7, na ile dhiki kuu itagawanywa katika sehemu mbili. Kutakuwa na miaka 3.5 ya kwanza, halafu tutakuwa na miaka 3.5 ya pili. Katika ile miaka 3.5 ya kwanza itaonekana ni kama afadhali kidogo. Wakati huo Biblia inasema atajipatanisha. Anapotokea mara ya kwanza au anapojitokeza, Wayahudi watampokea ili walitimize lile neno ambalo Yesu alisema hivi, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, hamkunipokea. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo. Unaona? Kwa hiyo katika miaka 3.5 ya kwanza watampokea. Unaona? Na kwa sababu gani? Maandiko yanazungumza katika kitabu cha Zekaria, watamwombolezea yeye waliyemchoma kwa sababu walimkataa. Lakini uthibitisho mwingine, Yohana 1 ukisoma mstari wa 11 pale, kuanzia pale anasema hivi, alikuja kwa walio wake hawakumpokea, bali mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu na nyama, wala si kwa mapenzi ya mwili. Unaona? Kwa hiyo sasa hebu tuone ya kwamba sasa anajitokeza, wanampokea, wanaona sasa kwamba amekuja Masihi wao. Maana ni wachache tu sasa hivi wanaookoka, wengine bado wanamsubiri Masihi wao, wanamsubiri mwingine. Unaona? Kwa hiyo sasa katika ile miaka 3.5 anajitokeza mpinga Kristo na kujifanya Mungu. Unaona? Atajifanya kuwa Mungu, halafu na kulazimisha watu wa mwabudu. Unaona? Kulazimisha watu wafanye nini? Wa mwabudu. Unaona? Atalazimisha watu wa mwabudu, wa mwabudu, kwa sababu Biblia inasema shetani ampa uwezo. Atampa uwezo wote. Kitabu Biblia inazungumza, tuangalie katika kitabu cha Wathesalonike. Haya ni matukio ya dhiki kuu. Hatutamaliza yote, lakini nitaendelea kufundisha masomo haya. Mungu anipe neema tu, Mungu atusaidie. Endelea kufuatilia, endelea tujue dunia inakokwenda. Dunia wapendwa, iko ukingoni, na kwa sababu dunia iko ukingoni, inatupasa tuwe macho. Katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari ule wa 6, Biblia inasema, na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Unaona? Apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Unaona? Yule ambaye mstari wa 9, kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Unaona? Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wakahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Unaona? Ili apate kufunuliwa. Unaona? Kwa hiyo atajifananisha kuwa kama Mungu. Unaona?
Sasa tunaposoma katika Biblia farasi mwekundu inamaanisha ni umwagikaji wa damu, mapepo yataongezeka. Ndipo hapo tunasoma katika Biblia, tunakuta Biblia anasema nzige watafunguliwa, watafunguliwa, watazagaa wengi. Nzige hapo Biblia inapozungumza nzige inamaanisha ni pepo, watakuwa wengi sana. Watu watapigana, watu watauana. Unaona, haya ni mateso ya kwenye mihuri 7. Unaona, tunasoma katika Ufunuo, mpinga Kristo yani katika kipindi hicho leo kuna mapepo ambayo yamefungwa, yamefungwa, yamezuiliwa, au ndio hao nzige kwa mujibu wa Biblia inavyotuambia. Mapepo ambayo yamefungwa ni nzige. Lakini wakati wa dhiki kuu dunia itanuka, dunia yani hapata tamanika, ulimwengu hautatamanika, hali itakuwa ngumu, amani imeondolewa, upendo utaondolewa. Upendo kwa sababu Mungu ni pendo. Leo dunia inashikiliwa na upendo. Leo tunakaa kwa sababu ya upendo wa Mungu. Leo tunazunguka kwa sababu ya upendo wa Mungu. Unaweza kaenda hata mwenzao akakusaidia hata chumvi kwa sababu ya upendo wa Mungu, lakini upendo utaondolewa. Mambo ya kiungu yatakuwa hayapo, mambo ya kimungu Mungu na upendo wa Mungu utakuwa haupo. Unaona, kwa hiyo sasa ndio anaonekana huyu farasi mwekundu. Ina maana yake ni vita tu. Unaona, katika kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 6 mstari wa 5, tutatembea sana na kitabu cha Ufunuo kwa sababu kimezungumza mambo mengi kwa habari ya dhiki kuu, kikiendana na kitabu cha Danieli. Katika Ufunuo sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6, Biblia inasema, na alipoifungua muhuri ya 3 nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai. Kumbuka sasa hapo katika kipindi hicho mihuri inaanza kufanya kazi. Leo hii tunaposoma mihuri tunasoma baragumu. Kuna mambo bado wakati wake. Ndio maana katika kutimiza unabii kuna mambo ambayo tayari yamekwisha kutimia, lakini kuna mambo bado hayajatimia. Anasema alipoifungua muhuri ya 3 nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona na tazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia na vibaba 3 vya shairi kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Unaona, sasa mpinga Kristo sasa anajitokeza kana kwamba anataka kuleta suluhisho, kwa sababu sasa hivi dunia ina hali ngumu kiuchumi. Ukienda huku wanalalamika uchumi, ukienda huku wanalalamika uchumi. Unaona, kwa hiyo mpinga Kristo atakuwa dikteta sana, atatawala uchumi. Unaona, atatawala uchumi. Sasa akiisha kutawala uchumi, unaona sasa, maana atakuja yeye ni mtaalamu wa uchumi, mtaalamu wa mambo ya siasa. Unaona, katika kipindi cha miaka 3.5 ya kwanza anajipatanisha, ataonekana kama mweupe. Ndio ile hali tumesoma kwamba anaonekana kama mweupe, lakini ndani yake ana nguvu ya shetani, mnyama ambaye tumemsoma Ufunuo sura ya 13. Ana mambo mengi sana, tunachukua tu kidogo kwa sehemu angalau tuweze kuelewa. Kwa hiyo tunaona huyu mpinga Kristo, Biblia anasema anaifungua muhuri ya 3, anamsikia yule wa 3 mwenye uhai anasema, njoo. Tazama farasi mweusi. Unaona, na huyo aliyempanda na mizani mkononi mwake, bana atatawala uchumi. Unaona, anasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 akisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia na vibaba 3 vya shairi kwa nusu rupia, atatawala uchumi. Ina maana wakati huo hakuna awezaye kufanya biashara, hakuna kuuza wala kununua, isipokuwa mtu amekubali kupigwa chapa ile namba ambayo tumeisoma katika Ufunuo 13, yani hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666.
Sasa hivi nakwambia, katika maandalizi ya ujio wa mpinga Kristo, ni maandalizi tu haya ambayo yanatokea. Ijapo tuweza kuona kwamba sisi ni maisha ya kawaida au ni mambo ya kawaida, lakini hayo ni maandalizi ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo huyu ambaye atakuwa dikteta, halafu atakaa Yerusalemu. Unaona, kwa hiyo matokeo yake dunia itakuwa na njaa. Leo hii mtu unakuta anakwenda kwenye biashara, anafanya biashara zake, anachagua biashara anayoitaka, anakwenda shambani kulima, anakwenda kuuza, anakwenda kununua. Lakini wakati wa kipindi cha dhiki kuu, hakuna kuuza, hakuna kununua, hakuna kulima, hakuna kufanya chochote, mpaka mtu amekubali kuipokea ile namba ya mpinga Kristo, ambayo mtu atagongwa kwenye kipaji cha uso au kwenye kitanga cha mkono wake, na namba hiyo ni hesabu tu ya kibinadamu, ni namba 666. Unaona, kwa hiyo sasa huyo ni farasi mweusi, maana yake anaashiria njaa. Maana yake mpinga Kristo anakamata uchumi, anakuja suluhishe mambo ya siasa. Leo kuna shida. Kumbuka, nazungumza na mataifa, siongei na nchi moja, nazungumza na watu wote wanaonisikiliza na watakaoendelea kusikiliza na kupokea huu ujumbe, ili waelewe, wafahamu tuko katika siku za mwisho, tuko katika nyakati ambazo ni za mwisho. Yesu Kristo anakuja, Yesu Kristo amekaribia, Yesu yu mlangoni. Hebu Mungu atusaidie kujiandaa na kuwa na maandalizi. Usikae na chuki kwenye moyo wako, usikae na mzigo kwenye moyo wako. Mlilie Mungu. Najua kuna mambo ambayo ni magumu kibinadamu. Kwa mfano, kusamehe ni jambo ambalo linamkosi mwanadamu, lakini tukimwambia Yesu, anatupa nguvu ya kutuwezesha kusamehe, anatupa nguvu ya kuachilia, anatupa nguvu ya kuwasamehe wengine, kwa sababu Biblia inasema usiposamehe hata wewe hautasamehewa. Kwa hiyo ni kumlilia Mungu kwa rehema zake. Ni wakati wa kujipatanisha, ni wakati wa kuzama sana ndani ya toba, ni wakati wa kuzama sana katika kuomba rehema na toba na kutubu. Mungu nisamehe, Mungu ni rehemu, kwa sababu chochote chaweza kutokea wakati wowote ule. Yesu anaweza kurudi, kwa sababu dalili nyingi zimekwisha kutokea, mambo mengi yamekwisha kutokea. Sasa hivi tumesoma maandiko, lile lizuialo sasa mwalijua katika Wathesalonike, apate kufunuliwa yule asi, yule mpinga Kristo, yule ajiinuae nafsi yake ili aweze kuabudiwa. Kwa hiyo sasa tunaona hayo ndiyo mambo ambayo yanajitokeza, au ni baadhi ya matukio katika kipindi hicho cha dhiki kuu. Unaona. Kwa hiyo sasa tunaona farasi mweusi, njaa, uchumi kukamatwa, kibaba kwa nusurupia. Ina maana huwezi kuuza, huwezi kununua. Tumesoma Ufunuo sura ya 13, tumemwona huyu mnyama, tumemwona huyu nabii wa uongo, unaona, ambaye kutenda kwake atakuja kwa mfano wa mwana kondoo, lakini ana pembe, si wa kweli. Unaona, atahubiri huyo mpinga Kristo. Wewe kama uliona ile sanamu wakati wameizindua miaka michache iliyopita, mimi niliiona iko kama chui, unaona. Na hapa Biblia inasema sanamu yake ambayo apewa uwezo wa sanamu kunena. Unakuta sanamu yake ipo kwenye ukuta wake, yeye yuko Yerusalemu. Anapozungumza ile sanamu ukutani, na yenyewe inazungumza. Atapewa kutia pumzi ndani ya sanamu, atapewa ishara, atapewa uwezo kiasi cha kuamuru ardhi ipasuke, moto utoke. Moto unatoka, halafu anaamuru moto unarudi. Anapewa uwezo kwa mfano wa kupanda mhindi. Mhindi unaota saa hiyo hiyo, unakuwa bila kupaliliwa, unazaa mahindi. Atapewa ishara na uwezo. Biblia inasema kwamba kwa nini wapewe ishara? Mungu anawaletea nguvu ya upotevu, watu wa uamini uongo, kwa sababu leo watu wanaamini uongo kuliko kuiamini kweli. Ukimwambia mtu habari za Yesu anakataa, ukimwambia mtu Yesu anaokoa anakataa. Hata ndivyo ilivyo leo, watu wanavyoamini unabii wa uongo, wanaamini mitume wa uongo, wanaamini ishara za ajabu ajabu, wanakataa kuiamini ile kweli. Akiambiwa changia hata kwenye Injili, anaona watu hawa wanaomba sadaka. Akiona wale manabii wa
uongo, huko penyewe ndio anamwaga pesa yake. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu ili wauamini uongo. Nami nikwambie, kwa muda huu ambao Yesu tunamsubiri, hebu iamini kweli, mwamini Yesu mwana wa Mungu aliyekufa na kufufuka, akafanya kazi ya wokovu, akamwaga damu yake msalabani. Hebu mwamini huyo. Acha kudanganywa, acha kutabiriwa, acha imani za mafuta, imani sijui za maji, imani sijui za vitu gani. Achana nazo. Imani ya kweli ndani ya Yesu Kristo, kwa kumpokea na kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaona? Kwa hiyo wanaletewa nguvu ya uongo ili kwamba wauamini uongo. Hebu tuendelee kuangalia maandiko matakatifu katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 6 mstari ule wa 7 mpaka wa 8. Mambo yanayotokea mstari wa sura ya 6 mstari wa 7 mpaka wa 8. Hayo ni nini? Hayo ni madhara ya mihuri. Biblia inasema, na alipofungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona na tazama, farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu. Akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Msikiliza. Hapo tunaona farasi wa kijivu. Kumbuka, kila farasi tunayemwona ana kazi yake. Nimekueleza tangu mwanzo hapo farasi wanaotokea. Haya ni nini? Ni matukio ya dhiki kuu. Tutajifunza tu kwa sehemu, tutaziangalia baragumu. Kwa hiyo ni kuombe uendelee kufuatana nami tunapojifunza masomo haya. Unaona? Kwa hiyo tutaona matokeo yake. Kuna mapigo ya vitasa, tutayatazama tuyaone. Mwanadamu, uache kufanya shingo ngumu. Unaona? Mwamini Yesu ndio jawabu na usalama wako. Kwa hiyo tunaona hapa farasi wa kijivu ambaye ni mpinga Kristo kuanza mauaji makuu. Kuanza mauaji makuu. Tumesoma hapa maandiko, alipofungua muhuri ya 4, anasikia sauti yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona na tazama, farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu. Akafuatana naye, jina lake Mauti na Kuzimu. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi. Kwa hiyo robo ya nchi itauawa. Wataua kwa upanga, wataua kwa njaa. Kwa sababu nimetangulia kukwambia kwamba hakuna mtu kulima mpaka ana namba 666. Hakuna kununua, hakuna kuuza. Leo hii unabeba bidhaa yako unakwenda sokoni, hakuna naye kuuliza sana. Labda utaambiwa lipia tu ushuru, unalipia ushuru, unaendelea na biashara yako. Kwa sababu ni kipindi cha amani, ni kipindi Yesu yuko kazini. Unaona? Lakini kwa wakati huo amani hiyo itaondolewa. Hakuna kufanya chochote kile kwa amani kwa sababu itaondolewa. Kwa maana hiyo njaa itatokea, maana uchumi ameukamata. Unaona? Na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Hayawani ni wanyama. Wanyama na wenyewe wataua, watakula, watararua. Na tauni. Unaona? Kwa hiyo hapo tunaona tauni, tunaona hayawani, tunaona ataua kwa njaa, tunaona ataua kwa upanga. Kwa hiyo robo ya dunia itakufa, watu watauawa robo. Hebu fikiria, dunia leo hii ina watu bilioni ngapi? Halafu uchukue robo yake, halafu watauawa kwa njaa, wengine watauawa kwa tauni, wengine watauawa kwa upanga, wengine watauawa kwa hayawani wa nchi. Unaona? Kwa hiyo tunaona mpinga Kristo kuanza mauaji makuu, ataua robo ya watu, ataua robo ya watu duniani, yaani watu kama bilioni 1.5, watu kwa makisio ataua kama watu bilioni 1.5 hivi. Unaona? Kwa upanga, ataua kwa njaa, ataua kwa tauni na hayawani. Unaona? Kwa hiyo hakuna kupeleka mtu mahakamani. Leo hii kuna amani, mtu akikuchokoza unaenda kumshtaki, lakini wakati huo hakuna kumpeleka mtu mahakamani, hakuna cha kusema kwanza umefanya hivi. Kitu kama hicho hakipo. Unaona? Hakuna kupeleka mtu mahakamani. Tukikumbuka historia
au tukikumbuka siku kama za nyuma, kuna mtu alikuwa anaitwa Hitler. Huyu Hitler aliua watu milioni 51. Unaona? Na akaua watu milioni 51, na kuna mtu mwingine tena na yeye aliua watu kama milioni 5. Huyu alikuwa katili. Unaona, viongozi waliokuwa katili, walikuwa katili. Kiongozi wa Mongolia miaka ya nyuma anaitwa Genghis Khan, kitu kama hicho. Unaua, akaua na yeye watu milioni 5. Hitler akaua watu milioni 51. Ukatili. Sasa na huyu mtawala naye atakuwa katili usivyoweza kufikiria. Ndio mtu wa Mungu, ninachokusihi, haya mengine haya nakugusia tu ili kwamba uweze kujua. Unaona, huyu kiongozi Mongolia alikuwa ni mtu wa imani mojawapo kati ya imani zilizopo hapa duniani. Sina haja nikutajie. Unaona, lakini hawakufikia mauaji atakayoyafanya mpinga Kristo. Pamoja na kwamba waliua, lakini hawakufikia mauaji ambayo atayafanya mpinga Kristo. Tauni, magonjwa yasiyo na tiba yatatokea. Ndio hapo tumesoma kwamba mstari ule wa 8 anasema, nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu, akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Ina maana tauni ni magonjwa, na njaa nayo itaua watu, watakufa. Hakuna kununua unga robo rupia, robo mzani tumesoma pale kwa rupia, robo sijui ya nini. Hakuna kwenda kuuza mpaka mtu amekubali kugongwa ile chapa. Unaona? Kwa hiyo sasa hakuna kumpeleka mtu mahakamani, hakuna kushtaki. Unaona? Kwa hiyo magonjwa yatakuwepo yasio na tiba. Leo unakuta magonjwa yanakuwepo yenye tiba na mengine hayana tiba. Watu wanakwenda hospitali, wanatibiwa, wanapona, na wengine kwa maombi na maombezi watu wanapona. Mtu anapoamini, uponyaji wa Kristo unatokea. Lakini wakati huo hakuna cha kwenda hospitali. Mtu akitaka kwenda hospitali lazima akubali kugongwa ile namba ya 666. Kwa hiyo magonjwa yasiyokuwa na tiba, hayawani watatoka huko msituni, wanyama wakali wa msituni. Hao ndio Biblia imesema wataua kwa hayawani. Watatokea huko, wakisha kutokea huko basi wataua wanyama wakali. Huyo ni mnyama anatokea katika kipindi kile cha kwanza. Anatokea mnyama, anatokea nabii wa uongo. Mambo yake yatakuwa ni mengi, nachukua tu kwa sehemu, lakini tutaendelea kuyatazama. Wakati huo kanisa tuko juu, wakati huo watakatifu tuko juu, tunasherehekea harusi ya mwana kondoo. Biblia inasema kwamba heri na mtakatifu aliye na sehemu katika huu ufufuo wa kwanza. Juu yao mauti ya pili haitakuwa na nguvu. Kwa hiyo wapendwa, kanisa linapokuwa linaondoka sasa, limenyakuliwa tu, wanatokea utatu mtakatifu mchafu. Leo hii tuna utatu mtakatifu, tuna utatu mtakatifu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wanatenda kazi duniani kwa sababu ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu unaendelea duniani. Mungu anaendelea kulionyesha pendo lake, lakini upendo wa Mungu unafikia mwisho, una kikomo. Ndio maana ninakwambia katika maandalizi ya mpinga Kristo kutokea, leo mataifa mbalimbali wanatengeneza silaha nzito. Wana silaha nzito, zingine wamezificha kwa siri, zingine zimefichwa kwenye bahari, zingine wameficha kwenye maeneo mbalimbali. Unaona, wameziweka kwa siri. Hizo silaha hazipigani sasa, zinasubiri kipindi cha dhiki kuu. Hata kama leo wanaweza wakazitumia kupigana kidogo, wanapigana tu kidogo, lakini wana makombora mazito. Hayo makombora yametengenezwa kwa ajili ya wanyama kiasi kipindi cha dhiki kuu. Nimezungumza nawe mengi. Ingia kwenye media, ingia kwenye YouTube channel, ingia upate hayo mafundisho ambayo yatakusaidia roho yako uweze kuelewa. Unaona, dunia hii imefikia ukingoni. Dunia hii karibu inakwenda kufikia. Biblia nasema tutasikia habari za vita na matetesi ya vita. Hayo yote
ni mwanzo wa utungu, lakini ule mwisho bado. Kumbuka ninazungumza kunyakuliwa kwa kanisa ambazo iko kwenye siku za mwisho, mpaka nitazungumza utawala wa Yesu wa miaka 1000. Nitazungumza dhiki kuu, na tayari nimekwisha kuianza kuizungumza, lakini pia nitazungumza utawala wa Yesu, lakini nitazungumza hukumu ya mwisho, ili ujue kwamba dunia hii ambayo wanadamu tunaringa nayo mwisho wake ni nini. Biblia inazungumza hivi, kwa maana mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekwa akiba kwa moto, zikilindwa kwa neno lile lile, mpaka itakapofikia siku ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Kwa hiyo hapo tumegusia tumeona tu kwamba kuna baadhi ya watu ambao waliwahi kuua zamani, kina Hitler na huyo jamaa mwingine anaitwa Genghis Khan, wakaua, lakini hawatafikia hawatafikia mauaji ambayo mpinga Kristo ataua robo ya dunia katika kipindi cha miaka 3.5, katika kipindi cha miaka 7, na miaka 3.5 ya kwanza itakuwa afadhali kidogo, lakini atapewa uwezo, nguvu ya upotevu. Amani haipo duniani, upendo haupo duniani, chuki zipo duniani. Kwa hiyo watu watauana kama kuku kwa sababu ya roho ya ile ya kijivu ambayo ni roho inaashiria mauti. Unaona, farasi wa rangi ya kijivu ambaye anaashiria mauti, farasi mweusi ambaye anaashiria njaa. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Masomo haya nitaendelea nayo, bado tutaangalia matukio ya kwenye dhiki kuu. Tutaangalia nini kitakachokuwa kinatokea humo kwenye dhiki kuu. Mungu akubariki, endelea kufuatana nami. Naitwa Dr. Monica Mbaraka. Hebu nikuombe sasa, tuombe pamoja na wewe. Usiogope, usitishike, bado nafasi ya kumpokea Yesu ipo. Kama Yesu hajarudi mpaka dakika hii, basi unayo nafasi ya kutubu. Biblia inasema, tazama wakati uliokubalika ni sasa, tazama saa ya wokovu ni sasa. Kwa hiyo hebu mpokee Yesu, ushauri wangu, ili uepukane na ghadhabu itakayokuja. Tuombe. Baba mwenye nguvu na uweza, na kushukuru kwa ajili ya neno lako lenye uzima. Pokea sifa Yesu, tusaidie Bwana. Tumesikia neno lako na watazamaji wangu wote ambao Mungu umewapa neema ya kulipokea neno lako asubuhi leo. Nakupa utukufu Mungu, msaidie kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hebu sasa nikuombe usali nami sala hii. Hebu sema: Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa kuwa wewe Mungu una nguvu na uweza wote. Hujatuficha lolote. Umesema kila kitu kwenye neno lako. Yesu, naomba unisaidie, unisamehe, uniepushe na dhiki kuu na ghadhabu yako duniani. Katika jina la Yesu ninakubali uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, katika jina la Yesu Kristo. Weka mkono wako kwenye moyo wako nikuombee. Baba, asante kwa ajili ya kila mmoja. Bwana, hebu naomba roho ya wokovu kaiachilie Mungu, ikaingie ndani yake katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukamponye nafsi, roho na mwili, hata aliye dhaifu, aliye na magonjwa. Hebu Bwana, leta uponyaji wako katika jina la Yesu. Mwenye nguvu na uweza wote, na kushukuru na wakabidhi wote mikononi mwako, nikitamka Mungu uwape wokovu, maana unawajua kila mmoja mahali alipo. Ubarikiwe Mungu wa uzima. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Endelea kunifuatilia katika kipindi hiki cha Anza Pamoja na Mungu. Kuanza pamoja na Mungu ni jambo ambalo ni jema sana, na uweze kuelewa mambo haya. Mungu akubariki. Naitwa Dr. Monica Mbaraka, lakini pia napatikana kwenye media za kijamii. Napatikana YouTube channel, napatikana WhatsApp channel, napatikana Instagram, Facebook, Thread, napatikana Twitch, napatikana X, napatikana napatikana kwenye media hizo za kijamii kwa jina la Dr. Monica Mbaraka. Lakini nikuombe usisahau kushare, usisahau kucomment, usisahau kusubscribe, ili kwamba ninaporusha masomo haya basi uweze kupata ujumbe moja kwa moja. Lakini pia ninakuwa live siku za Jumamosi kama unavyoona ratiba ilivyo, lakini nakuwa live pia
kesho saa 12 mpaka saa 1 YouTube channel. Mungu akubariki sana. Tajitahidi tu, kama nafasi zingine Mungu anatoa, basi tutakwambia tutakuwa live saa ngapi, au unarusha uingia humo, utakutana na mafundisho ya uzima. Lakini mwisho, Mungu awabariki sana uongozi wa TikTok. Mungu awabariki sana wote mliotazama neno la Mungu na kufuatilia mafundisho haya. Basi mchukue hatua ya kumwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi. Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Nikutakia ibada njema unapojiandaa kwa ajili ya kwenda kumwabudu Bwana. Neno litaendelea.